Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na hii ni dokumentari inayohusu taasisi ya Izzadeen. Izzadeen Islamic Center ni taasisi iliyoanzishwa kama chuo cha mafunzo ya Kiislamu mnamo mwaka 1983 na kiongozi wa taasisi hiyo Sheikh Ramadhan Hamisi Mmasi. Pamoja naye alishirikiana na viongozi mbalimbali wengineo wameshafariki, bali walio hai na kuambatana naye mpaka sasa ni mwenyekiti wa kamati ya makao makuu ndugu Idi Hamisi Kipingu Mzee Mayai, katibu mkuu wa taasisi ndugu Mustafa Salim Danga, mfadhili na mshauri ndugu Rabia Abubakar Lema na viongozi wengine, bila kusahau wazazi wa taasisi hii. Awali miaka ya 1996 taasisi hii ilijulikana kama Madrasa Izzadeen, iliyoanzishwa na Sheikh Salim bin Mubarak Mtimkavu akitokea nchini Kenya, ikiwa kuanzishwa kwake ni amri kutoka kiongozi mkuu wa kitwarika wa wakati huo Sharif Saleh Izzadeen. Taasisi hii inayopatikana mtaa wa Njoro wilayani Moshi, mkoa wa Kilimanjaro katika nchi ya Tanzania, ni moja ya madrasa za awali zaidi kuanzishwa katika mkoa wa Kilimanjaro. Awali kabisa kwenye miaka hiyo ya 1966, chuo cha Izzadeen kilijengwa kwa kutumia majani makavu ya migomba, yani masago, kukiwa bado mji wa Moshi ni pori sehemu kubwa. Miaka ikiwa inasogea, huku chuo hiki kikiwa kinabadilika kutoka katika hali moja kwenda hali nyingine, kutoka kuwa cha majani mpaka cha matope, kisha kuhamishiwa kwenye nyumba za watu waliokuwa na mapenzi na Izzadeen na Uislamu. Mwisho mnamo mwaka 1983 ukaanza ujenzi rasmi wa jengo lake lililodumu kwa miaka zaidi ya 40 mpaka sasa, ambapo limefanyiwa ukarabati na maboresho kadhaa mpaka hivi sasa. Na hii ni video ambayo Sheikh Salim Mubarak Mtimkavu akielezea historia ya Izzadeen ilipotokea. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Amma ba'd. Hakika madrasa yetu Izzadeen ilipoanza, hasa jina hili la Izzadeen kalitoa Sharif Saleh Izzadeen, na wakati huo yeye ndio alionilea mimi, na wakati huo ni mwaka 1970 katika 70, maana yeye alifariki. Basi tukaingia Njoro hapa. Kulikuwa na bwana mmoja Mbondei akifanya kazi TBC, yani kiwanda cha magunia, na mama mmoja hapa akajitolea kiwanja, tukatengeneza madrasa nikaita Izzadeen. Mwanafunzi na huyu mzee Hamisi Lelo barakallahu Mungu amweke mahali pema ndio alitupa kiwanja, tukahamia hapo barabarani Njoro. Lakini wakati huo Njoro alikuwa haifai, uhuni, balaa kubwa, hakuna msikiti, vumbi, majambazi yote yako huku Njoro. Lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukatengeneza madrasa, na mashallah watoto hao majambazi hao watoto majizi hayo yakawa watoto wazuri, kama tutaposikia wanasomea Qur'ani mpaka leo. Sasa badala ya madrasa tukawa ina matawi mpaka Lushoto, ina matawi kila mahali. Hapa mbele kuna tawi namba 1, kuna namba 2, kuna namba 3, lao tuwaita hapa patoshi. Kwa hiyo yote ni matunda, lakini tulipata mtihani mkubwa sana. Kwanza kwa tabu sana kufika hapa, malaria, umbu, tope, hapa kanyengiki. Lakini kwa uwezo wa Mungu na kustahimili, Mwalimu Rama tumeelewa, Mwalimu Rama tumeelewa, na leo ndio anaendeleza mbwaya, na mpaka leo ndio mnakuja nyinyi waandishi wa habari. Tunashukuru sana mtupatia nafasi hii, na mufti wetu kwa hapa, inshallah tutasali naye Idi katika Kilimanjaro. Lakini Kilimanjaro Njoro sasa si Njoro. Chuo hiki kutokea mwaka 1983 mpaka sasa chini ya kiongozi wake mkuu Sheikh Ramadhani Hamisi, kutokana na juhudi yake kubwa ya ufundishaji na kuwajenga wanafunzi, imefanikiwa kutoa walimu wengi sana wa dini, wanachuoni na mashehe mbalimbali walioenea katika nchi ya Tanzania na nje ya nchi. Pia chuo hiki kimefanikiwa kufungua matawi takriban 23
yaliyoenea nchi nzima ya Tanzania. Ifuatayo ni video ya Sheikh Ramadhani Hamisi Mmasi akielezea historia ya Izzadeen. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin salawatullahi wassalamu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila yawmiddin, amma ba'du. Zangu Waislamu, kwa mara nyingine tena sema tu kwamba madrasa ya Izzadeen ni madrasa takribani umri wake ni zaidi ya miaka 40. Izzadeen tulipoanzishwa kwake zaidi ya miaka 40. Tulianza Izzadeen katika shida kama tulivyoeleza huko mbele, kama tulivyozungumza mwanzo, na kama alivyozungumza shekhe wetu namna alivyoipokea Izzadeen. Tulifundisha katika mazingira ya taabu kidogo. Tulifundisha kwa watu wa aina 3, nyumbani kwa watu wa aina 3. Tulifundisha kwanza kwa mama alikuwa anaitwa Halawia, ambaye ni mama Fatima, ambaye yeye alitupa sehemu yake, tukafunga masago tukasomea hapo nje. Hakutufukuza yule mama, isipokuwa ada ya mvua ilivyokuwa inakuja, madrasa ilikuwa inaweza kukaa hata wiki 2 hakuna madrasa ya kusomeshwa. Tulimtaka radhi mama mwenye nyumba, na akawaradhi na sisi kwamba basi embu kama mtapata mahali ambapo mnaweza kupata mkaenda, basi mwende. Tulikubali, tukahamia kwa mzee anaitwa Nuru Shenenga. Tulikaa pale miezi 4 takriban, naye nyumba aliyotoa tukae pale ni yake ya biashara. Uliofika muda basi akatuambia, jamani, sadaka yangu imefikia mwisho. Tukapambana tena kupata mahali pa kusomea, lakini pia kabla ya hapo tulishawahi kwenda kusoma mwanzo kwa mzee Hamisi Ibn Ali, ambaye yeye ndio alimchukua shekhe wetu huyu Salim kutoka Pasua kumleta Njoro, na akampa chumba cha kukaa na akamwambia fungua madrasa hapo. Kafunguliwa madrasa ya Masago vile vile, tukaenda nayo mpaka tulipofika. Baadaye akapatikana mtu anaitwa Abu Talib Jabiri Lema, akiwa na mke wake almaarufu Mama Ashraf. Walijenga nyumba katika mji wetu wa Njoro, Mungu aliwaleta, wakaichukua madrasa kwamba njoo. Baada ya kuona tunapata taabu mno kwenda kila mahali, wakaichukua, tukakaa nyumbani kwake miaka 7. Huyu bwana Abu Talib Jabir Lema na mke wake alisema hataki tutoke pale nyumbani kwake wala tuhame, ila tutakapohama tuingie katika madrasa yetu. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa, wa hakadha kana. Kweli tukaanza harakati za ujenzi tukiwa nyumbani kwake. Ndani ya miaka 7 tukawa tumeshamaliza ujenzi wa madrasa yetu, na yeye mwenyewe akaridhia tuhame turudi katika jengo letu la madrasa ambalo linaonekana sasa hivi. Tumeanza na viongozi wengi. Tumeanza na mwenyekiti wa kwanza huko nyuma, anaitwa Salim Kimangure. Tumekwenda tena tukawa na mwenyekiti wetu Idi Kipingu almaarufu Idi Mayai. Tumekwenda na viongozi wetu tulioshikana nao toka zamani, mzee Salim Mustafa Salim Danga kama katibu mkuu wa chuo hichi,
lakini tumekwenda na viongozi wengine. Alikuwa mzee wetu maarufu sana katika Izzadini hii, tumuite ni mpiganaji na mtetezi mkubwa wa madrasa yetu, mzee Zabura Othman Bilali, ambaye yeye Allah amhifadhi, Allah ampe umri na Allah awahifadhi wote ambao tulikuwa tumeshirikiana katika kunyanyua dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na malengo yetu kwa sasa, kutokana na umri wa chuo hiki na heshima iliyojijengea kwa muda mrefu chini ya baraza la ulama la taasisi hii, ni kubadilisha mandhari ya jengo la chuo hiki na kukifanya cha kisasa zaidi. Mpango wa ujenzi wa ghorofa 3 katika makao makuu hii ya chuo hiki umeanza rasmi kukamilisha taratibu za kisheria za usajili wa taasisi hii, usajili wa ardhi pamoja na kuandaa michoro, dizaini, ramani, tathmini ya mahitaji, tathmini ya gharama ya fedha za ujenzi wa jengo hilo. Jengo jipya la makao makuu ya taasisi hii